Mtazamaji wa Global TV, karibu tena usikilize na kisa hiki cha leo. Mimi kwa majina naitwa Msafiri Pasco. Tatizo langu lilitokana na ajali ya umeme nikiwa kazini. Kwa hiyo wakati nafanya kazi nilikuwa napanda juu. Kwa hiyo kwa bahati kuna waya wa umeme ulikuweko, kwa hiyo nikapigwa shoti ya kichwa, then ndio iliyopelekea mpaka nikakatwa na miguu. Na ulikuwa ukishughulika na kazi gani haswa? Mimi fundi ujenzi. Mimi ni fundi ujenzi, kwa hiyo kuna kazi ambayo nilikuwa nimepewa ili niweze kufunga na carpentry, nafunga gypsum boards nilikuwa nafunga. Sasa wakati nafanya ile kazi kule slab ya gorofa, neno la gorofa ilikuwa inavuja kwa juu. Kwa hiyo nilitakiwa kupanda kule juu kuangalia ile sehemu inayovuja ili waweze kuiziba, then ndipo mimi nirudi ndani niendelee kufunga board, gypsum boards ile. Sasa wakati napanda juu kuna waya wa umeme ulikuwepo kutoka kwenye nguzo kuja kwenye jengo. Kwa hiyo ule waya mimi sikuweza kuuona. Kwa hiyo niliugonga kwa kichwa. Nilipogonga kwa kichwa ndipo pale nikapata shot kama kwenye kichwa unavyoiona, ukapelekea mpaka nikakata miguu pale. Na hiyo kazi ambayo ulikuwa unaifanya ilikuwa ni kwa mtu binafsi au ulikuwa umeajiliwa? Ilikuwa mtu binafsi. Na ilikuwaje sasa baada ya tukio la hiyo ajali ya umeme? Baada ya tukio la ajali ya umeme nilitolewa pale, maana mimi nilikuja kuzinduka niko hospitali. Kwa hiyo nilikuwa hospitali Mnazi Mmoja Zanzibar pale, maana ajali nilipatia nikiwa Zanzibar. Kwa hiyo baada ya pale ndipo nilipokuja nikahamia Muhimbili, nikafanya matibabu maana mwili uliathirika sana kwa ndani kwa pindi. Kwa hiyo nikafanya mpaka pale nilipoishia, la matibabu yaliyobaki yakawa ni ya kichwa pamoja na macho. Sasa macho alipata wanaita mtoto wa jicho. Naam. Kwa hiyo nikafanya matibabu, nikapeleka mpaka hata miguu, nikaweza kutoka hospitali kwa kipindi kile. Kuhusu matibabu ya kichwa waliambia ni subiri kwanza kwa sababu waliona kama ina athari kwenye ubongo. Kwa hiyo hawakuweza kunifanyia matibabu kwa muda ule. Kwa hiyo nikaendelea na kliniki mpaka ile sehemu iliungua, ile ngozi ikatoka, likabaki fuvu likiwa wazi. Kwa hiyo nilipobaki pale ndipo akaniambia natakiwa wapafanyie operation, wapoteshe nyama. Kwa hiyo sasa kuotesha nyama pale nikawa sina uwezo wa kuweza kukidhi zile gharama. Ndicho kilichoniletea sasa nije mbele wa Tanzania niweze kuomba msaada waweze kunisaidia niweze kumalizia matibabu hayo. Hiyo operation ya kichwa pamoja na macho hayo. Na bado kidonda kinaonekana ni kibichi kabisa cha kichwani. Labda hali yake, maumivu yakoje kwa upande wako kipindi hiki ambacho mimi nakiona kidonda bado kipo cha kibichi? Ya, hakuna maumivu sana, ila kuna wakati kinatunga usaa, hiyo sehemu ambayo unaiona ni mbichi, kwa hiyo huwa inatunga usaa ule. Kwa hiyo na athari inazidi kwenda ndani ya hilo fuvu. Na umezungumza kuhusiana na macho pamoja na kichwa na gharama zake, jinsi ambavyo umeambiwa ni gharama, umeambiwa ni kiasi gani? Hapo kichwani kufanya operation hiyo waliniambia shilingi 800,000, macho yatagharimu 340,000 operation tu. Kwa hiyo kama ni 1,000,000 na 1,40,000. Ya, operation yote macho pamoja na kichwa yatagharimu 1,100,000, 140,000. Tofauti na gharama zingine kama kuona daktari sijui ile na hospitali. Hiyo ni nje ya gharama zingine ndogo ndogo za hospitali. Operation peke yake. Na ajali hiyo ya umeme ambayo ilikukuta ukiwa kazini ukifanya kazi zako ndio ambayo ilisababishwa ukatwe mpaka miguu? Ndio. Ilipelekea mpaka kukatwa miguu kwa sababu miguu iliungua yote. Mguu huu wa kulia uliungua wote chini kwenye foot pale, lakini huu wa kushoto uliungua vidole. Kwa hiyo ikawa haina jinsi, madaktari waliambia haina jinsi, hawezi kutibika, wakaukata. Yote ilikatwa kwa pamoja au kila mmoja ulikatwa kwa wakati wake? Hapana, yote ilikatwa kwa pamoja. Na natamani kufahamu, wakati ajali hiyo inatokea, wale marafiki ambao walikuwa wanafanya nao kazi, wafanyakazi wenzako, walikusimulia nini baada ya kujikuta huko hospitali wakati umepata fahamu sasa? Baada ya kupata fahamu nikiwa hospitali, wenyewe waliniambia kwamba wakati ninapanda pale juu kuna waya ambao ulikuwa umeambaa pembeni ya jengo kwenye ile canopy inaitwa kwa Kiswahili canopy zile, ndio? Kwa sababu nilikuwa natumia ngazi kwenda pale juu kwenye ile gorofa, umeona. Kwa kuna waya uliambaa, kwa hiyo ile waya niliugonga kwa kichwa. Kwa hiyo kanipelekea
nikaungua mpaka miguu, yani nikadondoka chini. Nilipodondoka chini ikaonekana miguu inawaka moto, kichwani pale panawaka moto. Natamani kufahamu wewe ni baba wa watoto wangapi, na je, umeoa? Ya, sijaoa bado, ila niliweza kubahatika kuwa na watoto wawili na mwanamke ambaye nilikuwa naye katika mahusiano. Lakini baadaye ile tulikuja tukawa tumetengana. Na watoto wako kwa sasa wako wapi na wana umri gani? Watoto wangu sasa yupo nao kwake, mmoja ana miaka 7, mwingine ana miaka 11. Labda huyo mama watoto wako baada ya kupata taarifa kwamba umepata ajali, wewe mzazi mwenzako alikusaidia kwa namna gani? Hakuweza kunisaidia kwa sababu naye hana chochote, hali ni ya chini, lakini msaada wa haraka aliweza kufika mpaka hospitali kwa kipindi kile, akanitazama na kunipa pole, baadaye alirudi akaondoka. Kwa sasa hauna miguu yote miwili kwa maana imekatwa. Unawezaje kutembea? Kwa sasa hivi natumia magongo yale, hayo hapo kama unavyoona. Ndio ambayo natumia kidogo kujisogeza. Kwa hiyo nikapata mtu kaweza kusaidia, nikapata mguu mzuri ule wa kuvaa ambao unaweza ukasaidia nikatembea na nikapata kuweza kuendelea na shughuli zangu ndogo ndogo. Hali yako inahitaji msimamizi wa karibu kabisa ambaye atakuangalia kwa muda mrefu ili kuhakikisha kwamba kila kitu kwako kinakuwa sawa. Upande wako ikoje? Kwa sasa hivi yupo mamangu nyumbani, ndo kidogo anaweza kunisaidia. Japo kiali hayuko vizuri sana kwa sababu ndugu wachache wengi wapo mbali na wengi hawana ule msaada wa karibu. Hebu jaribu kuzungumza na watu wanaokutazama kupitia kipindi hiki cha Global Jamii ili waweze kuchangia chochote kile ambacho wataguswa kutokana na maisha ambayo magumu unayapitia na ajali hii ambayo imekuweka chini kwa muda wote. Wana Global zangu na wote wa Tanzania wanaonitazama, nilikuwa naomba waweze kunishika mkono nikaweza kumalizia matibabu kwa ajili ya hicho kichwa. Na kwa yote yule ambaye anaweza kunishika mkono pia baada ya matibabu, basi nikapata kuweza kujipata japo mtaji, nikaweza kujishika kufanya shughuli kwa ajili ya kujiendesha maisha yangu mwenyewe, familia na wale wanaozunguka pia wanaonitegemea mimi. Na mtu akitaka kufikia kwa maana ya mchango, ana kusapoti kwa namba gani? Kwa yote yule ambaye anaweza kaguswa na kutaka kuweza kunisaidia kwa chochote kile, na weza kutoa mawasiliano yangu, namba ya simu ambayo ni mtandao wa Vodacom. Namba ni 0762 210 886 886. Na jina linatokea nani? Jina linatoka Msafiri Mramboa. Rudia tena. Msafiri Mramboa. Na una hiyo simu hata ukipigiwa unapokea mwenyewe? Yeyote atakayenipigia atanipata mimi mwenyewe. Sawa. Natamani kufahamu kwa sasa hapa jijini Dar es Salaam unaishi wapi? Kwa hapa jijini Dar es Salaam niko maeneo ya Mwenge. Wakati nimekuja kwa ajili ya kuomba hilo, kuna kanisa moja liko hapo. Siwezi kulitaja wani kwa sasa hivi, lakini ndio walinipa hifadhi kwa muda huu mfupi. Nataka kujua, nikurudishe nyuma kidogo. Siku ambayo daktari anakuambia unatakiwa kukatwa miguu, ilikuwaje kwa upande wako? Iliniwe ugumu kidogo, maana kwa mtu yote si rahisi kukubali kuambiwa kwamba unakwenda kupunguza kiungo chako cha mwili. Lakini baada ya madaktari kunifanyia ile counseling na kunieleza sababu, haikuwa na jinsi. Niliweza kukubaliana kwa sababu waliniambia hakuna njia nyingine ambayo naweza wakapata matibabu zaidi ya kukata ile miguu. Kwa hiyo iliniwe ugumu, lakini mwishoni nilikubaliana. Na baada ya kukatwa miguu na tayari ukagundua kwamba umekatwa, mapokeo yako yalikuwaje? Kwa sababu walikwisha nieleza kwa nini wananikata miguu, kwa nini hawakuweza kutibu na kuamua kuikata, na niliweza kukubaliana nao. Kwa hiyo sikuwa na jinsi, nikamshukuru Mungu, nimepunguza viungo lakini bado niko hai. Hilo ni jambo ambalo nilimshukuru sana, kwa hiyo nililipokea. Changamoto yako kubwa kwa sasa ni nini wakati hauna miguu?
Changamoto yangu kubwa kwa sasa ni sina uwezo ule wa kufanya kazi kama nilivyokuwa nafanya kupanda juu, na sina mtaji wote wa kuweza kufanya biashara yoyote kwa sasa hivi. Kwa hiyo kifupi, kuendesha maisha imekuwa ni ngumu sana. Ndio maana nimekuja mbele wa Tanzania, hata kama kuna ile atakayeweza kunishika akanisaidia chochote pia baada ya matibabu nikaweza kufanya lolote ile kuendesha maisha, nitashukuru sana. Kwa hali yako jinsi ambavyo upo na unavyojiona mwenyewe, ni kazi gani ambayo unaweza ukafanya ili uweze kuingizia kipato? Kama mtu atakuwa ameguswa na anaweza kukupa hiyo kazi, unaweza kuifanya kwa ufanisi mkubwa. Naweza nikapata labda chombo cha moto nikaendesha, either bajaji au nikafungua biashara yoyote, lakini sio biashara ya kutembea, naweza kufanya. Nikumbushe jina lako. Msafiri Pasco Bernard. Mtazamaji wa Global TV, umesikia mazito ya ndugu yetu, na amekuja Global TV kwa ajili ya kuweza kuomba msaada kwa Watanzania waweze kumshika mkono. Kama wanavyo sasa hivi hana miguu, lakini bado anahitajika kufanyiwa upasuaji wa kichwa ili kuweza kuweka kichwa chake vizuri kweli. Anaomba kwa udi na ubani yoyote mwenye chochote cha kumchangia, basi amchangie kwa namba hizo ambazo zinapita mbele ya screen yako hapo, ili kuweza kuokoa maisha ya kijana huyu na kumfanya kuwa na furaha. Mimi ni Gabi Mtanzania, nyuma anaitwa Roy Kani, ni mmoja kati ya cameraman bora kweli kutoka Global TV. Asante. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.